Rais William Ruto atuturika moyo baada ya picha ya lori la kampeni ilivyoonyesha Fred Matiang'i ikichochea tetesi za kurudi kwa kishindo kisiasa. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope. Tafadhali kumbuka kusubscribe. Gari la mizigo lililopambwa kwa rangi za chama cha Jubilee na picha aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i limeibua msisimko mkubwa katika ulingo wa siasa nchini Kenya, huku wachanganuzi wa siasa na wananchi wakitaja tukio hilo kama dalili ya kuibuka tena kwa mmoja wa wanasiasa waliowahi kuwa na ushawishi mkubwa serikalini. Lori hilo lilionekana likiwa limeandikwa jina Honorable Fred Matiang'i 2027, likionekana wazi kuwa ni sehemu ya maandalizi ya awali ya kampeni kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka huo. Hili ni tukio la kwanza la wazi kuashiria uwepo wa mipango ya kisiasa ya Fred Matiang'i tangu alipoondoka serikalini baada ya uchaguzi wa mwaka 2022 ambapo alikuwa kimya na kuepuka jukwaa la kisiasa. Fred Matiang'i ambaye alitambulika kama teknorat aliyegeuka kuwa kigogo wa kisiasa alihudumu katika wizara kadhaa muhimu zikiwemo elimu, teknolojia na habari na mawasiliano na usalama wa ndani. Ufanisi wake katika utekelezaji wa majukumu ya kiserikali, hasa akiwa waziri wa usalama, ulimjengea sifa ya mtu mwenye nidhamu ya hali ya juu na mtendaji asiyevumilia uzembe. Na katika kipindi cha kisiasa chenye changamoto nyingi, alionekana kuwa nguzo kuu ya mamlaka ya serikali ya rais wa zamani Uhuru Kenyatta. Hata baada ya kutogombea nafasi yoyote ya kisiasa mwaka 2022, jina lake limeendelea kutajwa kwa mara kwa mara katika mijadala ya kisiasa, hasa kuhusu mustakabali, upinzani na uwezekano wa uongozi wa juu kutoka kwa mtu mwenye asili ya kiutendaji. Kwa wapiga kura waliochoshwa na ahadi zisizotekelezwa, uwepo wa Matiang'i unaweza kuwavuta ama kuwavutia wanaotafuta uongozi uliothabiti na usio wa mazoea. Picha ya lori hilo ikiwa na nembo ya chama cha Jubilee inachukuliwa kama jaribio la kuanzisha upya chama hicho kilichopoteza mvuto tangu uchaguzi uliopita, ikiwa kweli ni mwanzo wa kampeni rasmi au njia ya kupima hisia za wananchi. Tukio hili linaweza kuwa sehemu ya mkakati mpana wa kisiasa unaolenga kuimarisha upya upinzani au hata kuunda muungano mpya unaomzunguka Matiang'i. Changamoto kubwa inayomkabili ni jinsi atakavyoweza kugeuza sifa zake za kiutendaji kwa ushawishi wa kisiasa katika ngazi ya kitaifa, na siasa za Kenya zinategemea sana umaarufu wa mtu binafsi, uwezo wa kuunganisha jamii mbalimbali na kujenga uaminifu miongoni mwa wananchi wa kawaida, ambao ni mambo yanahitaji muda, rasilimali na mtandao wa kina wa kisiasa. Aidha, atakumbana na mazingira mapya ya kisiasa ambapo Rais William Ruto amedhibiti sehemu kubwa ya serikali na bunge, huku upinzani ukiwa bado hujapata mwelekeo. Kwa hiyo, iwapo Matiang'i ana nia ya kushiriki kikamilifu kwenye uchaguzi wa mwaka 2027, atalazimika kutengeneza nafasi yake mpya inayotofautiana wazi na mikondo iliyopo sasa ya kisiasa. Na ingawa uwepo wa lori hilo hauwezi kuthibitisha moja kwa moja kuwa atagombea urais, ni wazi kwamba jina la Fred Matiang'i limeanza kuzungumzwa tena katika muktadha wa kisiasa wa kitaifa. Mwelekeo wake katika miezi ijayo utakuwa wa kufuatiliwa kwa karibu na wadau wa siasa, wapiga kura na wanasiasa wenzake, huku siasa za kuelekea mwaka 2027 zikipata mwelekeo mpya.